Tundu Lissu arudishwa gerezani Ukonga. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeshindwa kuwasikiliza mashahidi 15 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu baada ya jamhuri kufungua maombi kuhusu mashahidi. Kesi hiyo iliyotajwa kwa ajili ya kusikilizwa kwa ajili ya ushahidi mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muini, ambaye ameahirisha kesi hiyo hadi Juni 16 mwaka 2025 kwa ajili ya kusikilizwa. Muini aliendelea kusema kuwa kwa mtazamo wangu vipo vifungu vinavyoniruhusu kuahirisha kesi hii. Pia busara zinaelekeza hivi. Ama kuna maombi mengine yanayoendelea na ahirisha kesi hii hadi Juni 16 mwaka 2025, alisema hakimu Muini. Awali wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alisema shauri hilo lililoitishwa kwa ajili ya kusikilizwa, lakini wamefungua maombi mengine mahakamani hapo nambari 13198 ya mwaka 2025 juu ya kuomba kinga kwa baadhi ya mashahidi wao, hivyo wanaomba iwailishwe. Shauri hilo linakuja mbele yako kwa ajili ya kusikilizwa. Mshtakiwa yupo, ila upande wa jamhuri kupitia kifungu cha nambari 188 kifungu cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai tumeleta maombi. Tumeyafanya mahakamani hapa. Tutataja majina na mazingira ya kesi, mwenendo wa sheria ambapo yanaweza kuathiri mwenendo wa shauri. Tulikuwa tunaomba kwamba mahakama yako iailishe shauri hili chini ya kifungu nambari 225 cha sheria na mwenendo wa mashauri ya jinai, kutoa nafasi ya maombi haya kwa jamhuri uweza kuwasikilizwa na kutolewa maamuzi. Maamuzi yatakuwa yametupa mwanga na jinsi gani ya kwenda na hili shauri, hivyo ni busara mahakama ikatoa uahirisho. Kwa upande wake kiongozi wa jopo la mawakili wa utetezi Mpale Mpoki alisema mara ya mwisho wenzetu walisema wanakuja na mashahidi 15, lakini leo hii ameomba protection ya mashahidi. Hatujajua ni wapo wote 15 amala. Sidhani kama wenzetu wana nia ya dhati ya kuendelea na shauri hili, maana wale mashahidi ambao waliowataja wanatoa kinga wasitoe majina yao yasikilizwe kwa siri. Na msingi huo naomba nipinge kwa nguvu. Sina kupinga kuahirisha kesi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeshindwa kuwasikiliza mashahidi 15 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu baada ya jamhuri kufungua maombi kuhusu mashahidi. Na hatimaye serikali yatoa kauli watu milioni 1.5 Tanzania wanatumia ARV. Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi 2025, takwimu zinaonyesha watu milioni 1.5 kati waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%. Akitoa hotuba kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi mwaka 2025, takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya watu milioni 1.5 walikuwa wanatambua hali zao za maambukizi, ikiwa ni sawa na 90% wanaodaiwa kuishi na VVU nchini. 95% ya kwanza, watu milioni 1.5 kati ya waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameshaanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%. Aidha, jumla ya vipimo vya kujua vingi vya VVU kwa wagonjwa walianza kutumia dawa vilifanya, ambapo vipimo vya wagonjwa sawa na 98% vilionyesha kuwa virusi vya ukimwi vimefubazwa kwa 95%. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi mwaka 2025, takwimu zinaonyesha watu milioni 1.5 kati waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%.
Kesi ya Tundu Lissu yaahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025. Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama hiyo ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbini. Hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga ametoa uamuzi huo wakati shauri hilo lilipotajwa, ambapo upande wa jamhuri uliwasilishwa na jopo la mawakili wakiongozwa na Nasolo Katuga, huku utetezi ukiwakilishwa na Mpale Mpoki. Katika maelekezo yake, hakimu Kiswaga alisema hakuna ubishi kuwa mshtakiwa alitamka maneno ya no reform no election akiwa mahakamani. Kauli ile utafsiriwa na upande wa jamhuri kuwa ni kuzalau mahakama mara tu mahakama inapokaa inakuwa kamili kwa mujibu wa kifungu cha 6C. Hivyo hakuna aliyepaswa kuongea bila ruhusa na mshtakiwa hakupaswa kutoa kauli hiyo, alisema hakimu Kiswaga. Aidha, mahakama ilisisitiza kuwa ni marufuku kwa mtu yoyote, iwe ni mshtakiwa au msikilizaji wa kawaida, kuzungumza bila ruhusa ya mahakama. Hatua hiyo ni muhimu kuhakikisha mahakama inafanya kazi yake kwa kufuata sheria na si miemko ya mtu binafsi, alisema hakimu. Aidha, katika kesi hiyo Tundu Antipas Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo alidai kutoa maneno ya uchochezi kwa lengo la kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na kushinikiza kiongozi mkuu wa serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbini. Jeshi la polisi Mbeya lafunga makanisa 6 ya ufufuo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza rasmi kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa wa Mnadani, Lujewa, wilaya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili Jumuiya ya Kiraia Tanzania, lililoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yake yote yaliyopo nchi nzima. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya mwandamizi Benjamin Kuzaga ametoa taarifa hiyo. Amesema wanaendelea na ufuatiliaji ili kubaini uwepo wa makanisa hayo na kuchukua hatua, kwamba mpaka sasa wamekushaweka ulinzi ili kuhakikisha hakuna shughuli zozote zitakazofanyika kwenye makanisa hayo. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa Mnadani, Lujewa, wilaya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili wa Jumuiya ya Kiraia Tanzania, lililoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yote yaliyopo nchi nzima. Kanisa la Gwajima lafungwa na ulinzi wa imarishwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea kuimarisha ulinzi nje ya kanisa la ufufuo wa uzima Askofu Josephat Gwajima baada ya mamlaka za serikali kulifunga kanisa hilo kwa kile kilichosema kuwa ni Gwajima kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa yenye nia kuichonganisha serikali na wananchi. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro Jumanne amethibitisha kufungwa kwa kanisa la ufufuo wa uzima Askofu Gwajima, ambapo amesema ni kweli polisi walifika kanisani hapo ili kuzuia shughuli zote za ibada zilizokuwa zikiendelea, na baadhi ya waumini waliokaidi agizo la polisi kusababisha vurugu wameshikiliwa kwa ajili ya mahojiano. Akiongea jijini Dar es Salaam Jumanne Muliro Jumanne amesema tulikuwa kanisa la ufufuo wa uzima, wakati tukiendelea cha kufanya kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kufanya kutoelewa hivi. Ilibidi tuachukue na tuende nao, kuongea nao vizuri, tujue kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinafanywa na maafisa wa jeshi la polisi au walikuwa wanaleta fujo.
Kama Gwajima akitaka shughuli za ibada ziendelee kufanyika, basi afuate utaratibu wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kukata rufaa kwenye mamlaka za kisheria zilizowekwa. Lakini kwa sasa tunaelekeza kitu ambacho ni sheria na mamlaka iliyowasajili, ambapo tayari imesitisha shughuli zao. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea kuimarisha ulinzi nje ya kanisa la Ufufuo wa Uzima wa Askofu Gwajima baada ya mamlaka za serikali kulifunga kanisa hilo kwa kile walichosema kuwa Gwajima kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa yenye nia ya kuichonganisha serikali na wananchi.